mwanzo. Anapenda sana kuwa na ushirika na wanadamu, anapenda sana. Ukisoma kitabu cha Mwanzo kwenye uumbaji wake, kisha maliza, kila jioni anashuka kwenye bustani ile, anawavisit, anafanya mazungumzo nao, ishara ya wazi, anapenda. Lakini kuna siku moja katika huduma ya Yesu mwana wa Mungu amewahi kumfufua Lazaro. Halafu ilipoonyesha ushirika na wanadamu, anamwambia Pita na wenzake, ufungueni leso au shanda, mpeni na chakula. Ili ishara na dalili, anapenda ushirika. Akakuta wanalia nyumbani kwa Yairo, akawaswaga wasiomuhusu, akawachukua Yohana, Petro na Yakobo, ingieni ndani, napenda na ufanya kufufua binti Lazaro, binti huyu Yairo, uwepo. Napenda ushirika. Tumepoteza ndugu zangu ushirika na yeye kwa sababu ya mambo mbalimbali. Kuna mambo ametuonya tuyafanye, lakini bado tumeshindwa kuyafanya. Na sisi tumeona alipomwambia na kunawisha miguu, akasema hapana. Akamwambia ukikataa kunawa huna shirika. Ni mambo mengi ndugu zangu ambayo Bwana ametusemesha, tumemgomea. Anamwambia wewe ni mwaminifu, na yeye anasema ni kweli ndivyo nilivyo. Je, ninyi nao ni waaminifu? Mbona napiga kelele kwamba napenda ushirika, lakini ningependa nisikilizwe? Kitabu cha Malaki, Mungu anaona kama ni yeye, anasema jamani, mbona baba wana watoto duniani na ninyi baba unapenda kuheshimiwa? Mbona watumishi walioko majumbani na hata mashambani hao walisha ng'ombe na mbuzi, mbona huwastaki bwana zao? Je, kicho changu kwa maana heshima yangu i wapi? Huyu ni Mungu wa ajabu. Mungu anabembeleza badala ya kufuta watu. Yaani anabembeleza uliyemfinyanga, ambaye ukituma malaika tu mmoja hapa, malaika tu mmoja, maana hapa hata 500 hatupo. Hivi nasema mfalme Senakeribu, mfalme wa Ashuru, alipoleta shida kwa Hezekia, inasema Hezekia akaungana na nabii Isaya, wakachukua waraka wakaleta panapo madhabahu, wakafungua waraka ule, wakaangalia yeye matukano, wakamsomea Mungu, wakamwambia Bwana, kwa nini unyamaze unaposema heshima? Inasema Mungu akamsemesha nabii Isaya, akasema Mungu ameniambia huyu jamaa atarudi akiwa mwenye aibu ya uso. Inasema akatuma malaika mmoja tu, akaua watu wapatao 185,000. Malaika mmoja aliposhuka mahali mwili wa Yesu upo, siku ya 3, kuna askari qualified, wanajeshi wasio wa kawaida, asema kalilingeni kaburi liwe salama. Malaika mmoja aliposhuka, kishindo kimoja, nasema alikuja, macho yake kama miali ya moto na tetemeko kubwa. Walipomwangalia wale askari na wale qualified, wakadondoka chini, wakawa kama waliokufa, sema kwa kutetemeka, wakimwogopa huyo Mungu. Nilikuwa natafakari usiku, nikaona nishanijia andiko hili kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Akili ingejua kwamba yetu, yana tunapotembea Sofia, unaona malaika hapa aya, na tunasoma maandiko wanza, ndugu zangu, wewe na mimi, maandiko yanasema malaika tu kwa namna kama ya picha. Mtu mmoja akashuhudia, anasema malaika wale tulitokea, malaika kama 3. Niko kwenye maono, nikafungua macho, nikaona malaika hapo, malaika hapo.
Sema watu hapa ili walilinde. Yule binti akisema baba, unaweza kunipa nabii mmoja ukamwambia nilinde. Unaweza kumwomba nilinde. Lazima nikajaribu kumwambia malaika wa Bwana, naomba wewe na mwanangu mlinde. Anasema yule binti akaona malaika amesema wala haongei chochote. Akaanza kutembea naye. Sisi tunasoma tu wanangu kama picha. Tuombe rehema kwa Mungu. Pengine atupe mwanzo mwingine mpya. Sema yes. Yes. Mbona iwe hivi? Mbona nikose ushirika na wewe? Na wakati nia yako ya kuniumba hapo mwanzo ni ili niwe na ushirika na wewe. Unajisikia vibaya kuishi kwa mashaka, kuishi kwa hofu, naishi na mawazo yasiyo na majibu, wakati ni mwana wa Mungu. Mashaka yanatoka wapi? Hofu inatoka wapi? Pasina shaka ni ubinadamu tu na roho ya dunia. Nami naikataa kwa jina la Yesu. Hatukupewa roho ya hofu. Kwa jina la Yesu. Ewe roho ya mashaka, ewe roho ya hofu, achia katika jina la Yesu. Ninaomba mwanzo mpya, mwanzo wa ujasiri, mwanzo wa imani kwa jina la Yesu, mwanzo wa ibada kwa jina la Yesu, mwanzo wa maombi kwa jina la Yesu. Inua sauti yako na wale kachache tunapofunga ibada hii. Rapa papa papa rama mama 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 rapa papa papa raba baba baba raba baba baba raba baba baba. Unaweza kupatana naye hata pale dakika moja, hata pale dakika mbili. Hahitaji maneno mengi, anahitaji moyo wako, anahitaji kuona moyo wako tu, anahitaji kuona moyo wako tu, anahitaji neema, anahitaji kuona ile nia yako tu. Wewe mwenyewe umesoma Biblia na mimi nimefyanza kidogo ya kwamba jambazi hata kwa dakika chache tu hakuwa na maneno mengi. Neno la kwanza amemkemea jambazi ya kwamba umekosea, huwezi ukamtukana Mungu yeye anayekufa, ili majambazi kama sisi tuweze kupewa msamaha. Amekufa, anateswa, ameumizwa, ni kwa ajili yako, ni kwa ajili ya dunia. Akisha sema hayo maneno, hakuwa na maneno mengine mengi, akasema neno moja tu, mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Mungu, uje sasa katika ufalme wako na unikumbuke utakapokuja. Ona anavyosema mwanaume huyo, anasema hakika yake leo utakuwa pamoja na mimi peponi. Leo utakuwa pamoja na mimi peponi. Leo utakuwa pamoja na mimi peponi. Yuko wapi mwanamke hapa? Yuko wapi kijana hapa? Ingalau kwa dakika chache tu aseme baba nageuka, aseme baba nageuka, huku kinipa tumaini. Angalia maandiko yanayosema yeyote atakayegeuka akayaacha mawazo yake, yale mawazo mabovu, yale mawazo yasiyo ya kimungu, akageuka, anasema mimi nasamehe, anasema mimi naachilia, wale maovu yake sitayaangalia, yale maneno yamejinenea na kuhakikishia, I'm sure now